Karibu sana Edith. Thank you. This is your camera. Usalimie mashabiki wako ni wengi sana ambao wameanza kuandika hata kwa mitandao, ukiangalia Facebook walikuwa wameanza kusema. Kuna mtu mmoja nilinota hapa amesema her 1.5 year old wa anaimba that very song ambayo umeweza kuingia nayo. Wow. That we thank God. Sure. Kwa majina naitwa Edith Wairimo, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni mtumishi. Natumika kwa njia ya kuandika. I produce songs, my own songs, na pia kwa njia ya kuhubiri. Kwa hivyo mimi ni mhubiri pia. Edith ametoka wapi? Edith ametoka Gikambura. Okay. Kuna places zingine. Yes, Edith ametoka Gikambura. Gikambura is the larger Kikuyu. Unaona ukiwa Kikuyu, Gikambura is within the vicinity. So Gikambura village, ni Gikambura location by the way, Karie village. And Edith ni mtoto wa kipekee wa mama single. Kiswahili is hard. Wengi wetu tulikujua wakati ulirecord. Ulikuwa wapi? Ministry yangu, huduma yangu ilianza 2015 officially. Hapo ndio Mungu alianza kuilaunch. So 2015 bado nilikuwa natumika kwa kanisa letu as a praise and worshiper, na ilikuwa imefika pahali nikakuwa trainer. So I was not only a praise and worshiper but bado nilikuwa na train team. Wakati ule there was a time when nikiabudu Mungu, my then reverend akasikia jinsi ambavyo ninavyoomba and the way because mimi huwa nikiomba huwa ninaomba na maandiko sana. Kwa hivyo alivyosikia vile ninaomba nikiquote scriptures, akasema he has sensed, discern ninaweza kuhubiri. So it was him who gave me my first platform, Reverend Peter Gitau. Wakati ule, kwa sababu mimi ni mshirika wa kanisa la PCEA, PCEA Dagoretti Parish. So the then Reverend Peter Gitau ndio aliyesikia vile ninavyoomba, akasema you have a gift to preach. So aliniita kwa ofisi yake, tukaongea, akaniambia I'll give you a service, utahubiri, lakini hata nipa service ya Kikuyu, hata nipa service ya English. So by then pia God ako amenipea the language command ya Kikuyu. Unajua inakuja na kuhubiri, you know. Yes. So wakati ule he gave me my first platform. So hiyo siku yenye nilikuwa nahubiri Kizungu, ule mhubiri mwenye alikuwa hubiri Kikuyu alikuwa pia amearrive mapema. So alikuwa ananisikiza nilivyokuwa nikihubiri wakati wa Kizungu. There was such a powerful move of God. And so hata ile time yenye ilikuja sasa, I handed over the service back to him, akaniambia hapana. Nataka uendeleze hiyo sermon ambayo ulianza asubuhi. So I ended up preaching both services. Ya Kikuyu nilistruggle kidogo na language, but I ended up preaching both services. And then also the Presbyterian Church wakanishikilia sana, kwa sababu you know you are one of them, this is one of us. So ikawa ninahubiri kanega ito. So ikawa ninahubiri kwa a lot of Presbyterian churches all over the country, Mombasa, wapi. They gave me, because you know now the Presbyterian churches iko na branches nyingi. So ikawa ninaenda, it's giving me platforms now to preach, to reach out in many areas. So that went on in 2016 nikahubiri, 2017 nikahubiri, 2018 that desire to do music ikarudi. Nika decide nataka kuingia kwa music. Manake 2016 I did a single. Nilitoa single moja but I never even pushed it. Sikufanya kitu, yani nilitoa tu, unajua. Kama vile mtu unaweza enda tu studio ufanye song urelease. Nothing came of it by the way. And so in 2018 nika desire tu kuingia kwa ile uimbaji. Why I decided to kuingia kwa uimbaji and Lawrence is because I had a life changing experience. Manake 2017 ndio nilivotoka job yenye nilikuwa, by this time nilikuwa nimepata job in a very big company. So 2017 December I lost my job. January nikaanza recruitment ya a certain, because I was leaving this company to go into another even bigger company. Nilikuwa naingia into an international company. So nikaenda sasa, zile interviews zilikuwa refu sana. Unajua pia tena these big companies they do a lot of interviews. So ikawa nimeenda interview nyingi sana all the way from January to April. So in the month of 4 months
worth of interviews. So in April ndio ilifika pahali wakaniambia we are calling you to wakaniandikia email. So I received my email, wakaniambia tunakuandikia hii email because we want you to come for the final interview. On Monday, ilikuwa Thursday, waliniandikia Thursday, wakaniambia we want you to come for the interview on Monday at 2 p.m. Vile waliniandikia hiyo email, nilikuwa kwa gari, nilikuwa kwa matatu Nairobi ya kwenda Chuka for a conference. I was supposed to be a guest minister preaching in Chuka. Na ilikuwa hiyo conference ilikuwa imeanza Wednesday, so nilikuwa already tayari nishachelewa. So nilikuwa niingie hiyo Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Na unaona sasa hii interview ni Monday saa 8, 2 p.m. So when the email iliingia, nikauliza Mungu, ningoje email, ningoje kuenda interview, ni cancel conference, because kule Chuka I'm in all banners. Unaona, na wamekuwa waki-advertise and people are waiting for me. So nikasema sasa siwezi cancel hii conference, I have to go on, I have to proceed. Lakini nikakosa wisdom. Kwa sababu the Bible says wisdom is the principal thing. Kwa sababu kama ningekuwa na ile wisdom nilio nayo leo, ningewaandikia niwaambie I'm not going to make it on Monday. You can reschedule. You can reschedule because you are a finalist. Wakati unajua by the time uifike hapo, you are probably like 3 of you. So they can switch and bring somebody else in that particular time. Exactly. But it takes great wisdom. Ujue kwanza hii weekend sasa vile wameniita as a finalist, ndio nilikuwa sasa ni hive. I was supposed to go back now to my and start getting ready for this interview. But nikasema no, the Spirit of the Lord walks with me. He's upon me. He's upon me. He has anointed me. What is man? What is these things of man? Nikaenda Chuka. Nikachapa injili. People gave their lives to Jesus. Oh my God, it was powerful. Sasa on Saturday nikaongelesha Reverend, nikamwambia Reverend, I intend on going back to Nairobi tomorrow first thing in the morning. Now Monday. On Sunday. Nikamwambia Saturday jioni, nikamwambia sitahubiri Sunday, nitarudi. I'll just go and get a mat to Nairobi so that, because even my hair was not made and there was so many things I hadn't done. Akaniambia ni sawa. Alinigeuzia on Sunday morning, akaamka akaniambia kuna kanisa limesema, because now there are many churches make a parish and then many parishes make a presbytery. I hear you. So sasa kuna kanisa moja parish ilikuwa imesema itarudi Nairobi mpaka atuhubirie. Mungu wangu. Sasa nikasema what is this? So nikaamua nikamwambia then tell the elders of the church, uambie nikianza kuhubiri, tukienda huko wanipe kuhubiri as the first thing. Yes. Wabadilishe program kidogo na protocol pia, you know, Presbyterian tunakuanga wale watu wa mutaratara like so wanipe nihubiri kwanza, wakisha niwaache wakifanya vitu zingine. Mama, they did everything but that. Walifanya mpaka harambe wakauza mpaka vitu za soko, walifanya everything but give me that mic. And all this time God wants me to use wisdom, not word. Are you listening? There's a place yenye you command by the Spirit of God through prayer, na kuna pahali penye you use wisdom as a person. So what ended up happening, niliend up kupewa hiyo microphone at 1 and niko na a 1 hour sermon. Na sasa sermon yangu zingeikata, so nilihubiri mpaka 2 p.m. Nikahubiri, then after that nikaenda Chuka town. Nikapata matatu moja ilikuwa imebakisha mtu mmoja ijae. Nikakataa kupanda hiyo. Nikasema sipendi yaka kakiti kenye kako nyuma ya dere. Wacha ningoje matatu ingine. Hiyo matatu ingine ilitekwa na wakuja. Mungu wangu. Then vile ilijaa, when we were 1 hour from Chuka, ika break down. So tulibidi sasa tungoje gari ingine ya Chuka iende all the way to Chuka town. I drop watu, because Chuka hatukuwa tumeacha gari. I drop watu ndio sasa itukujie.
Long story short, I ended up arriving home at midnight. Nilienda kufika nyumbani kwetu saa 6 ya usiku. Nywele sijatengeneza, hakuna kitu nimetengeneza, hata mind iko so tired. And all this time, the Spirit of God, I'm not listening to the Spirit of God because he's saying, use wisdom. Hata hiyo Monday morning ningeamuka niseme I'm not feeling well. Na uandike, utume email. Yes. And I still didn't use wisdom. I didn't operate the gift of wisdom. So, nikaenda, I ended up, nikaenda salon. Salon nilikuwa natoka saa 5 ya mchana, ya asubuhi. Nikafika kule kwa interview around 1:15. Mwacha nikwambia Lawrence, nifika hiyo interview too, and those people were very timely. They were on time. Because you know now these international organizations, they're very serious. They were very on time. Mimi nilikuwa ninaambiwa, tell us of a time when you are in a problem as a team. Ukasolve. Hakuna kitu inakuja. Nakwambia, you know now this life, real life you situations. You are drained. You are tired. Unamwangalia hivi unasema pardon. Alafu sasa, because of the fatigue that I had, nikasahau kuzima simu. So, right in the middle of the interview, a friend of mine who had not called me for a year, akapiga simu. Akiwa amepiga a year. He even knows, anajuanga pali yako anajijua. Jesus. Akuwa amenipigia, we had not spoken for a year. Akapiga hiyo time. Wabiguni. When the phone rang, I froze. Niliwaangalia wote hivi. Simu inaendelea kulia. So hata huyo jamaa akaona nimefreeze, akaniambia pick it up or something. Yani, so now the atmosphere changed. It became so hostile. Na nikajua hii interview, by the way, at this point you can't afford to make those mistakes at that level. But when I came out of that place, nilijua tu by the way, hapa sijatumia wisdom. And imagine all the solution to all my problems zilikuja right after that interview. Was when tu zilikuja kwa mind, one after the other. Instructions, you should have done this, you should have done this, you should have said this, you should have. Could it be kwamba Bwana alikubali ifanyike ndio akufundishe pia? It was a tough lesson. That was a tough lesson because vile nilitoka huko, nilienda, ninajua I haven't done well in that interview, but nilienda nikaingiza maombi. Hii nikaanza fasting sasa. Hii fasting ya, I don't know what you're going to do, Lord. I know I didn't do my best, but I pray you exchange these results. You know those things. Those prayers. Unipe tu result ya mtu mwingine or something. Hizo watu wanaombanga sana, hasa wenye wamewahi enda embassy. Bwana asifiwe. My God. So the next week, I got a call. Na nikaambiwa, I actually got a call from Dosi, the one who was going to be my big boss man. Kanibia, have you received a call from? Nikamwambia, no. I'm calling you to let you know that unfortunately you are not. I felt my heart break. Yani nilisikia my heart break into 1,000 pieces. Then as if that's not enough, you know when bad things happen, we tend to tunasahau kuna shetani at work. Tunaonanga Mungu. Hata Adam, ile wakati alifanya dhambi alisema, ni yule mwanamke uliniletea. Alafu mwanamke vile aliulizwa akasema si nyoka. Yule nyoka, wewe ndio ulitengeneza hii nyoka. By the way, so kamweka tu kwa hii shamba. Kamweka kwa hii shamba. And so we tend to blame God, and that's what I did. I fell into the Adamic sin ya kublame Mungu. Nikaanza kumwambia Mungu. Nilienda nikahubiri. Watu wakaokoka. You know, so gradually roho wako akashuka. Hakukataa kushuka sababu kuna vitu zangu zinaharibika mahali. Nikamwambia, sasa mimi vile nimekufanyia hivyo, wewe huwezi kuwa unanifanyia hivi. Now I fell into that sin and I started sinking into the sin of depression bila kujua. So after nikimbizwe hosi and we knew all these things were wrong, when we came back, nikaekwa bed rest. At the end of the story in Lawrence, I ended up wasting 3 months of my life in a bed. Oh goodness. Sawa.
So now that was in April of 2018. So now I'm coming closer to ile journey yenye uliniambia ya music and where it began. So in April 2018 I fell into depression. May I was in bed, June I was in bed, July I was in bed. Sasa hiyo hata haujaanza sasa kurudi haujaanza kuimba sasa. Hakuna kitu nafanya, hata kukula skuli na siongei na uombi na siongei. In fact hata sikuwa naongelesha mtu. Goodness. For these 3 months siongei, nilikuwa tunaamuka nalia na lala. Naanza kuwatch movie na get to a sad part nalia nazima na lala for 3 months of Did your parents life. note anything? My mother noted. My mother. Mamangu alinote and my mother kwanza alipiga kelele. Ukuli, akafika pahali akaona no. Hii si ya kelele. Akaanza kuniongelesha. But it still wouldn't work because nilikuwa na feel Mungu umenikosea. It's when I think Nebuchadnezzar, after the sin of pride and after being an animal for 7 years, he lifted his eyes to God. He lifted his eyes to God. That was when his sanity was restored. My God. So ilifika pahali yani nikainua macho yangu juu nikamwambia God, I'm tired. What is this? What is this? I'm sunken in a pit. I don't know the way out. I don't know what's happening with my life. And during that time, vile nilimlilia Mungu, was when at that time I didn't even need to fast. Sikuwa nakula. It was when God sent me a man. Na uyo ni mhudumu, he's a pastor. He's called Pastor Charles. And all of a sudden, out of nowhere, Pastor Charles called me. Akaniambia, hi, Edith, how are you? Nikamwambia, I'm fine. Akaniambia, there is a mission we want to go. And I want to include you. My spirit has been convicted to include you. Nikamwambia, man of God, I don't even have fare. Unajua sasa hii time yani hata sina kitu. He sent me everything. Nikaenda pahali tulikuwa naenda Kitengela, pahali tulikuwa tunafanya rehearsals. Through this ministry, sa tulienda Elbagon Secondary School. It's a boys' school in Naivasha. Is it Naivasha or Nakuru? I think it's Nakuru. So when we went to Elbagon Secondary School, nikihudumu, Mungu akanihudumia. When I was preaching to these boys, God began restoring life in my bones. Mungu akaanza kunirudisha hai. And so when we came back to Nairobi was when now my mind started coming back and my life started coming back. But ilianza from that gift. Ilianza from that level of ministry. As I got deeper into ministry, I remembered the first love. According to Revelations 2. God brought it all back. And then, in that first love, God began convicting me of my sin. Where you fell out. Now, sasa akaanza kuni-convict of the sin of pride. Because I had lived in the sin of pride for 3 months. Utaki kushuka. Lack of submission is the sin of pride. Oh goodness. Kukosa kunyenyekea. Si ndio kushuka. Kukosa kusubmit. Unataka you have made me mad. I can't. That's the sin of pride. During hii kuhudumu sasa, I started coming into contact na watu wanaenda through stuff. People that are going through things that made my situation feel like nothing. This small, you know. Goodness. And I would go, you know, sasa ilikuwa high school ministry. God reinvented the wheel of my ministry through high school ministry. So naenda kwa hizi mashule, I meet with people, students who are suicidal, I pray for them in the name of Jesus. Some demons come out, zingine zikipiga kelele. Sometimes naenda, I find children who are struggling with the sin of masturbation. And to the point that they are suicidal, you know, preaching to them, bringing life into them. Can I tell you the truth? Just tell us. The person who the Lord sent to finance the ministry was a Muslim. Adoagai. Aganito kwamba udhibriki. Ati what? A Muslim.
The Lord instructed that man to finance my first song, Overcome. My song Overcome. And the way we are praying for born again destiny help us. Yes. Ati Mungu leta pastor. Hey. Mungu leta prophet. Hey. The Lord sent a Muslim man. Jesus. And that man financed 3 of my songs. My first Does songs. that include Gaiwa Gaishodhe? No. Gaiwa Gaishodhe now is another season. Is another season. It's another season. Within the season. Yes. Now in March of 2020, 21st March of 2020 to be in particular, I was involved in a gruesome accident. Ile yenye karibu ichukue moyo wangu. It's the reason for this tattoo over here. This my beautiful tattoos. That one. Yes. Jesus. What can you say about God giving us a second chance? Number one, it's important to understand that God is not the author of anything that is not good. Mungu akitengeneza kitu chochote alichoumba alikiangalia na kasema it is good. So God is not an author of mistakes. Unaona kama hata ile mistake, kama kuna mistake iliingia kwa maisha yangu, is because I did not operate the gift of wisdom. I did not listen to the counsel of the Holy Spirit. Lakini Mungu, he does not lead you to mistakes. For God does not tempt anyone. Because you are tempted by your own desires, the desires of your own flesh, na mambo kama haya. So this is what I want to tell them. The author of your problem, yule aliyesababisha shida yako, sio Mungu, but there is one that is higher than that one that caused the problem. Hallelujah. And so what it means is that when the foundations of this earth are shaken, what shall the righteous do? Wakati ambapo kuna mambo mabaya yanatendekea walio haki, what shall the righteous do? The righteous shall find refuge in the Lord. In the Lord. Oh my God. Powerful. I want us to just do this. Yes. I want us utupatie handles zako mahali watu wanaweza kukufuata. Yes. I'm believing God tutapata nafasi nyingine. Social media handles zangu ni Facebook ni Edith Wairimu Kenya, Instagram ni Edith Wairimu Kenya pia, na YouTube ni Edith Wairimu. Those are my ministration platforms.